الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالق فصلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد إخواني في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله جل جلاله. على المرء أن يعرف أن الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الباب ما الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك لأي الدار تختار. Ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah jalla jalalu, ninakuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah jalla fi ula. Ni lazima kila mmoja atambue ya kuwa hakika mauti ni mlango na watu wote wataingia kupitia mlango huo. Laiti ungejua kuna makazi gani baada ya mlango huo. Baada ya mlango huo kuna makazi ya kheri kwa yule ambaye aliyekuwa tayari kutenda yale ambayo yenye kumridhisha Allah, na baada ya mlango huo kuna makazi mabaya ya motoni kwa yule ambaye aliyekuwa tayari kwenda kinyume na Allah jalla jalalu. Hayo ndio makazi mawili tu kwa mtu, hana mtu makazi mengine isiyokuwa moja ya mawili hayo. Itizame nafsi yako, iangalie nafsi yako, ni mlango upi utaingia baada ya kifo. Ndugu Waislamu, mada ya hutuba yetu ya leo tutazungumza na vijana wapambanaji katika kutafuta riziki. Alkifahu fi talabi rizqi baina alhalali walharam, upambanaji wa kutafuta riziki kati ya halali na haramu. Utafutaji wa riziki imma kwa njia ya halali am kwa njia ya haramu. Vijana wenzangu, upambanaji kwa hakika umegawanyika katika vigawanyiko au sehemu kuu mbili: alkifahu alhasanu walkifahu alharam. Kwanza kabisa, upambanaji uliokuwa mzuri ambao upambanaji huo ni wa halali, lakini na upambanaji mbaya na wa haramu. Alkifahu alhasan, upambanaji uliokuwa mzuri, upambanaji uliokuwa wa halali wenye kupendeza kwa Allah jalla jalaluhu, upambanaji ambao haumpelekei mtu kuingia katika haramu, upambanaji ambao haumpelekei mtu kuingia katika kutafuta riziki isiyomridhia Allah, riziki isiyokuwa ya halali, upambanaji uliokuwa mwema, mzuri na wa halali. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani tukufu, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Allah anatuambia tembeeni katika pande zake za dunia, tembeeni katika pande zake za ardhi, na mle katika riziki yake ya halali. Ndugu Waislamu, Allah jalla jalalu anawaamrisha watu waweze kutembea katika ardhi, anawaamrisha watu waweze kupambana, anawaamrisha watu watafute na wajishughulishe na wafanye kazi na sio uvivu. Kwa hiyo Uislamu haupendi uvivu na kukata tamaa. Ikhwata al-iman, ahbaba rasulillah, al-amalu al-halalu baraka. Imma kazi ya halali iliyokuwa nzuri, ndugu zangu, ni baraka. Katika hadithi ambayo ameipokea al-Imamu Ahmad na akaisahihisha Albani kwa nambari 17265, hadithi ya Rifa'ata ibn Rafi'i radhiyallahu anhu wa arda, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam su'ila ayyul kasabi atyabu, qala amalu ar-rajul
biyadihi wa kullu bay'in mabrurin. Mtume sallallahu alayhi wasallam, moja katika masiku alipatwa kuulizwa swali na masahaba wake, ya Rasulullah, tunaomba uweze kutuelezea na uweze kutubainishia na uweze kutuwekea wazi ni ipi riziki iliyokuwa bora zaidi kwa Allah jalla jalalu, ni ipi riziki iliyokuwa nzuri zaidi, ni ipi riziki iliyokuwa nzuri bora ya halali. Sikiliza bwana mtume alichosema, akasema riziki iliyokuwa bora zaidi ni ile ambayo imetokana na kazi ya mtu, kutokana na mkono wake. Lakini wa kullu bay'in mabrurin, na ni kila biashara ambayo iliyosafi kabisa na isiyochanganyikana na mambo ya ghushi na dhulma na mambo yote ya haramu. Kijana, jivunie kazi yako hiyo uliyokuwa nayo ya halali, hata kama ni ndogo. Kazi yako hiyo ina baraka mbele ya Allah jalla jalalu kuliko pesa nyingi ambazo ni za haramu. Vijana wenzangu, ni kweli na haipingiki ya kuwa na tunajua na tunajifahamu na tunajijua ya kuwa tunapata changamoto nyingi mno katika upambanaji wetu na katika kazi zetu. Na wakati mwingine unatoka nyumbani unaenda kutafuta riziki, nyumbani hakuna chochote, unaenda kupambana ili uweze kupata chochote. Wakati mwingine kazi inakuwa ni changamoto, kazi zinakuwa hazipatikani. Mara unatoka nyumbani unaenda huko kazini, unavurugana na watu, mara unadhulumiwa, mara huku kodi inakusubiria, watoto wanataka kusoma na wanataka kula. Yote hayo hakuna mpambanaji isipokuwa ni wewe. Sasa faraja kwako ewe ndugu yangu ambaye ni mwenye kuyapitia machangamoto mbalimbali katika harakati na katika maisha. Allah jalla jalalu anakupa faraja ya hali ya juu. Allah anasema fa inna ma'al usri yusra, hakika kila penye uzito upo wepesi. Tena Allah akarudia kwa msisitizo kwamba usiwe na wasiwasi, usiwe na shaka, inna ma'al usri yusra, hakika kila kwenye uzito upo wepesi. Vijana wengi hukata tamaa mapema, lakini waliofanikiwa, kitu ambacho unachohitaji au unachotakiwa kukifahamu ni kwamba waliofanikiwa duniani walipata kuvumilia mengi, walipata kuvumilia njaa, lakini walipata kuvumilia kudhulumiwa na wakadharauliwa na hata kuchekwa mara nyingine, lakini hawakuweza kukata tamaa, ndipo wakaweza na wakawa ni wenye kufanikiwa. Tumwangalia Abdullah ibn Auf radhiyallahu anhu, lamma hajara ila al-Madina la yamliku shay'an faqala dulluni ala suq. Abdullah ibn Auf alitoka akiwa hana chochote, anaingia Madina hana alichokuwa nacho, alikuwa ni masikini wa kutupwa, alikuwa ni fakiri wa kutupwa. Lakini angalia, alipofika hakuwaomba, akaanza sasa na yeye kuwa ni mwenye kubweteka, akajiingiza katika makundi ya watu omba. Aliwaambia watu, naombeni munielekeze ni wapi soko linapatikanwa, ni wapi soko linapatikanwa. Wakamuelekeza, akaanza kupambana na akaanza kuchakarika mpaka Abdullah ibn Auf akawa tajiri mkubwa katika Uislamu. Ndugu Waislamu, imma sehemu ya pili ni utafutaji wa riziki kwa njia ya haramu. Allah jalla jalalu anasema wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil, jamaa, msile mali zenu baina yenu kwa njia ya batili na njia ya haramu. Wapo vijana sasa wanatafuta pesa kwa njia ya utapeli. Wapo vijana hivi sasa wanatafuta pesa kwa njia za wizi. Wapo wanaotafuta pesa kwa njia za madawa ya kulevya, na wapo vijana wanaotafuta pesa kwa njia za rushwa. Lakini wapo ambao wanaouza haramu na wapo ambao wanaopata pesa zao kwa kudhulumu watu. Pesa za namna hii ndugu zangu huondoa baraka na huleta mateso katika maisha. Na yote hayo husababishwa na nini? Husababishwa na uvivu wa kufanya kazi, lakini na kukata tamaa. Inatakikana kila uchao kijana wa Kiislamu usiache kumwomba Allah jalla jalalu akuepushe
na uvivu wa kufanya kazi, lakini na kukata tamaa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimwomba Allah, inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasal. Alikuwa akimwomba Allah akimwambia, ya Rabb, e Mola wangu wa haki, ninakuomba na ninajilinda kwako kutokana na udhaifu na uvivu. Uvivu, ndugu zangu, ni adui wa maendeleo. Kijana anayelala muda wote hawezi kufunguliwa milango ya riziki, kwake itakuwa ni migumu tu. Ikhwata al-islami wal iman, at-taqlidul a'ma wa hubbul madani. Vijana wengi hivi sasa wanaingia kwenye madeni yasiyokuwa ya lazima. Vijana wengi hivi sasa wanaingia katika njia za haramu kwa sababu ya kutafuta maisha ya kifahari ya haraka, lakini wanaingia kwenye mambo ambayo yasiyofaa kwa sababu ya kushindana na watu mitandaoni kwa utajiri, lakini na kutaka kuheshimiwa eti kwa sababu ya mali. Allah jalla jalalu anasemaje? Allah anasema ndani ya Qur'ani tukufu, alhaakumut takathur, kumekushughulisheni nyinyi wingi wa kutafuta mali, hata zurtumul maqabir, mpaka mtajikuta tayari mmekwisha kufika makaburini. Katika hadithi iliyo sahihi ambayo ameisahihisha al-Imam Bukhari kwa nambari 2072 na Albani katika Masdar Sahihu al-Jami' ukurasa nambari 5546, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma akala ahadun ta'aman qattu khayran min an ya'kula min 'amali yadihi wa inna nabiyallahi Daud kana yaakulu min amali yadihi. Jamani, hajapata mmoja wenu kula chakula kilichokuwa bora, kilichokuwa kizuri kuliko yule ambaye amekula chakula ambacho kimetokana na kazi ya mkono wake, kimetokana na jasho ya mkono wake. Kisha akasema Nabii Allah Daud alayhi salam, na yeye alikuwa akila kutokana na kazi ya mkono wake. Ikhwata al-islami wal iman, da'watu ila shab, wito wangu kwa vijana wenzangu, i'malu wala tayasu, fanyeni kazi na wala msikate tamaa. Allah anasema katika surati Tauba, waqul i'malu fasayara Allahu 'amalakum. Anamwambia Mtume Muhammad, sema ewe Muhammad kuambia hao ya kuwa fanyeni kazi na Allah jalla jalalu ni mwenye kushuhudia na ni mwenye kuangalia jitihada za kazi zenu. Kijana, usikate tamaa katika harakati za upambanaji. Anza kidogo kidogo hivyo hivyo katika mambo yako, lakini hifadhi pesa zako vizuri kabisa. La, jifunze vitu vingi katika maisha. Epukana na marafiki wa hovyo na marafiki wabaya, na muombe Allah jalla jalalu baraka katika harakati zako. Zaidi, alzimu taqwa, lazimianeni na ucha Mungu, kumcha Allah jalla jalalu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Lazimianeni na kumcha Allah jalla jalalu, lakini na muogopeni Allah ukweli wa kumwogopa katika mambo yenu, katika kazi zenu. Yoyote yule mwenye kumwogopa Allah jalla jalalu, basi mtu huyo hakika Allah atamjalia matokeo yaliyo mazuri katika harakati zake, na Allah jalla jalalu atamruzuku mtu huyo. Ndugu Waislamu, hakika takwa ndio siri kubwa, kumcha Allah jalla jalalu ndio siri kubwa ya kufunguliwa milango ya baraka na milango ya riziki zilizokuwa bora. Umar bin Khattab anasema, la yaqudanna ahadukum an talabi rizqi wa yaqulu Allahumma rzuqni. Anasema Umar, asiache mmoja wenu kutafuta riziki iliyokuwa bora na ya halali, na pia asiache mmoja wenu yoyote katika nyinyi kuweza kumwomba Allah jalla jalalu aweze kumruzuku riziki iliyokuwa bora na ya halali. Ya maashara shabab, innal hayata la tu'ti an-najihina bitamanni walakin tu'tihim bis-sabri wal-amal wat-tawakkal 'ala Allah. Enyi vijana wenzangu, hakika maisha hayatoi na hayamtoi mtu mafanikio. Maisha hayamtoi mtu katika mafanikio pekee kwa mihemko ya matamanio peke yake, lakini mafanikio ndugu zangu ni kwa subira na uvumilivu
na juhudi ya kujituma kufanya kazi na kumtegemea Allah jalla jalaluhu. Tunamwomba Allah tujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana dhallamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.